Unajua ukweli ni kwamba Yanga hawana uwezo wa kuigomea bodi ya ligi kama bodi ya ligi watapanga tarehe nyingine ya mchezo wa dabi. Na hawana uwezo wa kuigomea bodi ya ligi kwa sababu bodi ya ligi ndio chombo ambacho kinasimamia ligi kuu, ndio chombo ambacho kinapanga ratiba mbalimbali za ligi kuu. Na timu yoyote ambayo iko ligi kuu iko chini ya bodi ya ligi. Yaani hakuna timu ambayo iko ligi kuu na haiko chini ya bodi ya ligi. Yaani timu zote unazozijua zipo chini ya bodi ya ligi, kwenye zile ligi ambazo ziko chini ya bodi ya ligi ambazo ni ligi kuu, Championship na First League Division. Hizi ligi zote ziko chini ya bodi ya ligi. Na hizo timu zote hakuna timu ambayo ina uwezo wa kuibishia bodi ya ligi. Yaani bodi ya ligi ikipanga ratiba yake, lazima hizo timu zifuate hiyo ratiba ambayo bodi ya ligi amepanga. Maana yake hata Young Africans hana uwezo wa kugomea ratiba ya bodi ya ligi kwa sababu bodi ya ligi ndio chombo ambacho kinapanga ratiba na ndio kichombo ambacho kinaamua yupi acheze na nani kwenye uwanja gani. Ingawa timu za nyumbani, timu inayoruhusiwa kuchagua uwanja wake, lakini wao wana mamlaka ya kukupangia muda wa kucheza mechi yako na kukushauri kwamba hapa badilisha weka muda fulani, hapa badilisha weka muda fulani. Kwa sababu ndio chombo kikuu zaidi kwenye ligi ambacho kinasimamia ligi, lakini TFF ndio chombo ambacho kinasimamia mpira wa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo jana baada ya mechi ya dabi kuahirishwa, niliona andiko la makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji akisema kwamba hawatacheza mechi nyingine yoyote ya dabi kwa msimu huu kwenye ligi kuu, ila wako tayari kucheza mechi nyingine ya dabi kwenye mashindano mengine. Na ukumbuke mashindano mengine ambayo yanaweza kuwakutanisha Simba na Yanga msimu ni mashindano ya FA, na kwenye FA wanaweza kukutana pengine, lakini kwenye ligi kuu hii ndio ilikuwa mechi ya mwisho. Na Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais wa klabu ya Young Africans amesema hawatacheza mechi nyingine ya dabi kwenye ligi kuu, ila watacheza mechi nyingine ya dabi kwenye kombe la FA. Sasa kama ikitokea kwenye FA. Sasa hii ni mechi ambayo kumbuke pia bodi ya ligi waliahirisha, na kama bodi ya ligi waliahirisha maana yake walisema watapanga tarehe nyingine ya kuchezwa kwa huo mchezo. Sasa kwa nini nasema Yanga hana uwezo wa kuigomea bodi ya ligi? Kwa sababu Yanga inapokea miongozo yote kutoka bodi ya ligi. Kwa hiyo hawana mamlaka ya kuigomea bodi ya ligi. Nina uhakika kwamba kwenye lile andiko ambalo ameandika Arafat Haji, ameliandika tu kwa sababu pengine ya hasira, au labda pengine hajui kanuni zinavyosema, au labda hajui kwamba bodi ya ligi ni chombo cha aina gani, au labda hajui kama mamlaka ya bodi ya ligi ni ipi. Lakini naamini kwamba muda sio mrefu atajua kwamba bodi ya ligi ndio chombo kikubwa zaidi kuliko Young Africans. Ingawa wakati mwingine klabu Yanga wanaweza kagoma na bodi ya ligi kaenda kuadhibu baadaye. Na ndio maana mara zote ambazo wanaadhibiwa na kamati ya masaa 72 ambayo hiyo kamati iko chini ya bodi ya ligi. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo Young Africans watakimbilia zaidi ya kukubali mechi kupangwa upya na kuchezwa tena upya. Ili wagome labda wakubali kuondoka kwenye ligi, na ili waondoke kwenye ligi manake itabidi mpaka TFF waje wakae wajadiliane kwa pamoja, labda waamue kuhama ligi na vitu vingine. Lakini kama wataendelea kucheza kwenye ligi hii, ni lazima waisikilize bodi ya ligi inasema nini, na ni lazima wakae chini wasikilizane. Kama ni mechi kuchezwa upya ichezwe upya, kama ni mechi kutochezwa lazima Simba na Yanga wakubaliane, na kama watakubaliana mechi isichezwe maana yake hakuna mtu ambaye atapata alama kwenye huo mchezo. Kitu ambacho sioni kama kinaweza kuwezekana kwa sababu Simba wanategemea hiyo mechi kupata alama 3 ambazo zitaenda kuwatengenezea mazingira mazuri ya kuwa mabingwa, lakini pia Yanga wanahitaji alama 3 kwenye huo mchezo ili pia kutengeneza nafasi nzuri au kuwatengenezea mazingira mazuri ya wao kwenda kusaka ubingwa wao wa 4 mfululizo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba wanaihitaji, lakini pia ni mechi ambayo pia Yanga wanaihitaji. Kwa mazingira hayo sasa, ni lazima Simba watataka mechi ichezwe. Ina maana hata kama Yanga watagoma, lakini Simba wao kama klabu watataka mechi ya dabi ichezwe ili waweze kupata alama 3. Lakini pia kwenye mazingira hayo pia Yanga watataka pia mechi ichezwe, ingawa kwa sababu tayari wamegoma, ina maana wao wanaweza akasema watacheza mechi 29 kwa msimu, hawatacheza mechi 30, kitu ambacho kinaweza kusababisha sasa wao kupokwa alama 3. Kwa sababu kama Young Africans watagoma kupeleka timu uwanjani kwenye tarehe mpya ambayo itapangwa, ina maana Simba yeye atapeleka timu kwenye tarehe ambayo imepangwa, na kwa sababu bodi ya ligi itapanga tarehe mpya na itatoa waamuzi na kila kitu kitafanyika, ina maana hiyo siku ya dabi, ina maana Simba itaenda pale na wachezaji wake na waamuzi pia watakuwepo, taratibu zote za mchezo zitafuata na mwisho wa siku Simba atapata alama 3. Kwa hiyo kwenye haya yote ambayo yametokea, Yanga ni lazima waisikilize bodi ya ligi kwa sababu hawana uwezo wa kushindana na bodi ya ligi. Bodi ya ligi itapanga tarehe mpya ya mchezo, na ikishapanga tarehe mpya ya mchezo maana yake ni kwamba timu zote zinatakiwa kwenda uwanjani.
ikitokea siku ya mchezo imefika, Simba kapeleka timu na Yanga hajapeleka timu, maana yake ni kwamba Simba ataenda kupata alama 3. Simba akipata alama 3 za mezani, maana yake Yanga naye atahesabika kwamba ameugomea mchezo, halafu kinachokuja kufuata ni kwamba Yanga pia atapokwa alama zingine 15, manake Yanga hatakuwa bingwa na Simba atakuwa na nafasi sasa ya kwenda kuwa bingwa kiurahisi kabisa. Kwa hiyo ili Yanga wasiingie kwenye hilo sekeseke, inabidi Yanga wakubali tu kucheza mechi ya marudiano ambayo itakuwa imepangwa na bodi ya ligi ili kila kitu kimalizike, kwa sababu kama itatokea watagoma kucheza hiyo mechi, ina maana Simba atapewa alama 3 za mchezo wa dabi na magoli 3, lakini pia Yanga atapokonywa alama 15. Akipokonywa alama 15, maana yake msimu unaokuja hata mechi za kimataifa hana uwezo wa kwenda kushiriki. Ina maana atakuwa na alama ambazo ni chini ya alama 40. Sasa ukiwa na chini ya alama 40, hata kama utashinda mechi ambazo zimebakia, itakuwa ni ngumu sana kuwa juu ya Singida Black Stars, itakuwa ngumu sana kuwa dhidi ya Azam FC. Labda ajitahidi awe bingwa wa FA. Akiwa bingwa wa FA, maana yake ana uwezo wa kwenda kushiriki kwenye mashindano ya kimataifa, lakini kama hata kuwa bingwa wa FA, ina maana kuna uwezekano mkubwa akashindwa kwenda kwenye mashindano ya kimataifa kwa msimu unaokuja. Kwa haya yote ambayo yanatokea, nimeona andiko la Arafat Haji na nini, lakini ni andiko ambalo naamini kwamba liliandika akiwa na hasira. Kwa sasa hivi anapaswa kusikilizana na viongozi wenzake, wakae wajadiliane vizuri, wasubiri tarehe mpya ya dabi ambayo itapangwa, na ikitokea tarehe imepangwa, basi Yanga wapeleke timu uwanjani ili wasije kapokonywa alama 3 za mchezo, lakini pia wasije kapokonywa alama 15 kama ambavyo bodi ya ligi, kama ambavyo kanuni zinasema, kwa sababu Yanga hawana uwezo wa kuigomea bodi ya ligi, lakini pia hawana uwezo wa kuigomea TFF. Yaani hawana namna, inabidi wakubaliane na kile ambacho bodi ya ligi watakuwa wamekipanga na kile ambacho pia TFF watakuwa wanakisema, kwa sababu wao ni wanachama wa TFF, lakini pia TFF wametengeneza bodi ya ligi ambayo ndio inayosimamia ligi. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinafanyika kwenye ligi, bodi ya ligi ndio wanakiinitiate kukiruhusu kifanyike. Kwa hiyo kwa Young Africans wasije wakaleta ubishi, wanapaswa kukubali tarehe mpya ambayo imepangwa, waende wakacheze mechi ya dabi na si vinginevyo.